Samia oye! Samia oye! Sema Samia mitano tena, Samia! Samia! Ndugu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na mgombea wetu wa urais kwa uchaguzi wa mwaka utakaofanyika kesho, ndio mgombea mwenza wa makamu wa rais, wajumbe wote wa halmashauri kuu ya taifa, kamati kuu, natambua kuwepo kwa mwenyekiti mstaafu ndugu yangu Jakaya Mrisho Kikwete na rais wa awamu ya 4, ndugu makamu wa rais na ndugu waziri mkuu, wageni wetu wote ambao wako hapa meza kuu. Nafurahi kutambua kuwepo kwa ndugu Kinana, makamu wa mwenyekiti mstaafu ambaye ndiye aliyeniachia. Mimi nasimama hapa kufanya kazi ya Yohana Mbatizaji ambaye alimtangulia aliyekuwa anatazamiwa. Kwa hiyo nakuja hapa kuandaa ili hatimaye mumsikilize mgombea wetu wa Chama cha Mapinduzi. Lakini kabla sijamleta, nataka niwaambie yafuatayo. Chama cha Mapinduzi ni matokeo ya muungano wa vyama vya zamani, vyama vya TANU na Afro Shirazi, na waliotangulia kusema hapa akiwemo katibu mkuu wetu ameeleza kwa kiwango fulani CCM ni mrithi halali wa vyama vya TANU na Afro Shirazi. Sasa mambo ambayo vyama hivi vimeturithisha, misingi ambayo kila atakayeongoza chama hiki anatakiwa kuizingatia, ni mambo makubwa matatu. Kwanza, kuendeleza umoja wa taifa letu ambao uliasisiwa na vyama vilivyopita, kuhakikisha kwamba nchi yetu inaendelea kuwa na umoja, kwa sababu miaka 70 iliyopita chama cha TANU kiliandika katika madhumuni yake kwamba ilikuwa kuwatayarisha Watanganyika kujitawala na kuondoa ubaguzi wa makabila, ubaguzi wa dini na rangi, na maneno hayo yameijenga Tanzania mpaka leo. Ndio maana nchi yetu inatofautiana sana na nchi zingine za Afrika ambazo mambo hayo yameondoa mshikamano na yameondoa amani katika nchi hizo. Kwa hiyo kiongozi wetu anayekuja kuchukua nafasi ya urais amepita katika mtihani huo. Nitawaeleza kwa ufupi sana alivyofanya. Jambo la pili ambalo tumerithi ni kuhakikisha kwamba nchi yetu inaendelea kuwa ya amani na utulivu, kwa sababu kama amani hakuna, maendeleo hayawezi kupatikana. Na kwa hiyo shabaha ya tatu ya kujenga nchi na maendeleo ya watu haiwezi kutekelezwa, na kwa hiyo kwa kweli hatuwezi kuwa taifa kama tunavyolijua hivi sasa. Baada ya maelezo hayo ya utangulizi, nianzie pale ambapo katibu mkuu mstaafu Dr. Bashiru alipomalizia. Alikuwa anaeleza sifa za kiongozi bora, alieleza 6. Nilitaka sasa, kwa kuwa najua Bashiru ni mtafiti, nimuongeze sifa ya 7. Sifa ya 7 ya kiongozi bora ni yule ambaye anapambana na kuleta mabadiliko katika mazingira magumu, yawe ya nchi au taasisi. Sasa Dr. Samia
amekuwa rais wa Tanzania kwa miaka minne na miezi 7. Wote tunajua majanga ambayo nchi yetu ilikuwa nayo wakati anaingia madarakani. Wote tunajua nchi yetu ilikuwa na korona. Wote tunajua kwamba uchumi wa nchi na wa dunia ulianguka kutokana na gonjwa la korona na maafa mengine yaliyokuwepo duniani. Wakati ule kabla ya korona, Tanzania uchumi wake ulikuwa umefikia 6.9%. Lakini baada ya korona ulianguka kutoka 6.9% mpaka 4%. Lakini hilo lilikuwa janga. Korona lilikuwa janga, kuanguka kwa uchumi lilikuwa janga. Na janga lingine lilikuwa ni kufiwa kwa Rais Dr. John Pombe Magufuli akiwa ofisini, ambayo ilikuwa haijatokea katika historia yetu. Rais Samia alipewa kuongoza nchi yetu katika mazingira hayo, na alituambia maneno mawili tu: kazi ifanye nini? Iendelee. Mambo hayo alipochukua madaraka amefanya kazi kubwa sana ya uongozi. Wengi wameshasema mafanikio yaliyopatikana katika miaka hii, lakini moja katika mambo ambayo hayajasemwa ni kwamba Rais Samia alikuja na msamiati na falsafa ya maridhiano ya 4R ili kuleta nchi mahali pamoja. Wakati ule, pamoja na maafa yaliyokuwepo, alifanya kazi ya kuzungumza na taasisi zote za nchi yetu, ziwe za kidini, za kijamii na taasisi nyinginezo zote. Alizungumza na vyama vya siasa ambavyo wakati ule vilikuwa vinanung'unika sana, vinasema vimezuiwa kufanya mikutano. Aliruhusu vifanye mikutano, lakini vikasema sio mikutano tu, wanataka na maandamano. Rais Samia kwa mara ya kwanza akawaruhusu polisi wawasindikize kwenye maandamano, ili tujue walikuwa wanasema nini na wana ajenda gani. Hata hapa Mwanza mliandamana, hata Arusha mliandamana, hata Mbeya waliandamana. Kwa hiyo nchi ikaanza kuwa na utaratibu ambao serikali na chama tunasikilizana. Aliunda kikosi maalum kutokana na vyama vya siasa ili kusikiliza mawazo yao. Kikosi kile kilimshauri achukue hatua kadhaa za kuleta mabadiliko ya sheria kwa ajili ya kuboresha uchaguzi kwa tume na kwa sheria. Hayo yote yalifanyika. Uchumi ambao ulikuwa umeanguka, na kwa uongozi wa Samia Suluhu Hassan ukaibuka na umeanza kukua, na kuanzia wakati ule mpaka hii leo tunazungumza umekuwa kutoka 4% sasa umefika 6% kwa miaka 4 ya uongozi. Ameutoa uchumi ule katika mazingira magumu, ametuvusha kutoka katika msiba, ametuvusha kutoka katika korona, na wengine wameeleza jinsi fedha za dunia zilizokuja kusaidia korona zilivyotumika kusaidia maendeleo ya jamii, elimu, afya na maji. Hiyo ndio sifa nyingine ambayo nitaka Mheshimiwa Bashiru aiongeze, ya kujaribu kuisaidia jamii katika mazingira magumu, kwa sababu hicho ndicho kipimo kingine cha uongozi uliotukuka. Daktari Samia ametuvusha kutoka katika mambo hayo niliyosema, ametusaidia sana. Uchumi wetu unaendelea vizuri sasa, na vile vile tunapiga hatua, na ilani ijayo inatuonyesha ya kwamba tunaweza tukapiga hatua kutoka 6% kwenda mpaka 8%. Ndugu wananchi wa Mwanza na wa Tanzania, jambo lingine ambalo ndugu Rais Samia
anastahili kusifiwa ni kuhakikisha kwamba nchi yetu imeendelea kuwa na amani. Juzi niliulizwa na mtu, asema mbona kuna uhalifu? Nikamwambia hata mbinguni kuliwahi kutokea matatizo. Hakuna amani inayomaliza wahalifu, ila wahalifu ni wachache kuliko watu wema. Ndio maana magereza yana watu wachache kuliko shule. Ingekuwa wahalifu ni wengi, ingekuwa ngumu sana kuweka shule, maana tungejenga magereza ili wengi hao wakae mle. Lakini hata katika nchi ambazo zina amani bado wahalifu wanakuwepo, na ndio maana sheria inakuwepo na mahakama zipo kwa ajili hiyo. Lakini amani ya Tanzania imedumu na mataifa ya nje yametambua kwamba Tanzania katika Afrika Mashariki ni nchi ya kwanza kwa amani. Na vile vile sio hilo tu, katika dunia nzima watafiti wa kimataifa wamesema sisi ni wa 74, lakini dunia ina nchi zaidi ya 200. Hata kuwa wa 74 nayo ni hoja, nayo ni sifa kwamba hata sisi duniani sisi ni watu wenye amani. Rais Samia ametuongoza kuendeleza amani katika nchi yetu. Tunamshukuru na tunampongeza kwa kazi hiyo. Jambo la tatu la maendeleo limeshasemwa sana, na mimi singependa kurudia yaliyokwisha semwa. Lakini nani hajui kwamba Rais Samia amesimamia ujenzi wa reli kutoka Dar es Salaam kuelekea Tabora na Mwanza na Kigoma? Nani hajui kwamba ile reli imefika Makutupora kilomita 722? Nani hajui kwamba reli ya kutoka Mwanza kwenda Isaka imefikia 64% na vipande vyote vingine vinaendelea kujengwa? Hayo ni maendeleo makubwa yamesimamiwa na rais kwa miaka 4 na miezi 7. Rais ameondoa tatizo la umeme katika Tanzania. Tulikuwa na megawati 1600 mwaka 2020. Leo tuna megawati 4000 na zaidi, na matatizo ya umeme yale yaliyoleta mgao yamemalizika. Na ninazo habari kwamba vituo ambavyo umeme unapata shida kidogo, katika safari zangu za mikoa 18 kuna maeneo ambayo yanahitaji booster tu ili viweze kupata umeme wa uhakika. Nilipita Mbinga nikaambiwa, nilipita Mahenge nikaambiwa, na juzi nilikuwa Bariadi nikaambiwa, na Serengeti. Lakini kazi ya kuweka mitambo ya kuweka umeme uwe mzuri zaidi imara inaendelea. Hiyo inaashiria kauli mbiu ya Rais Samia kwamba kazi ifanye nini? Sasa nawauliza wana Mwanza na kanda ya Ziwa, je, kazi imeendelea haikuendelea? Narudia tena, kazi imeendelea haikuendelea? Imeendelea. Na hiyo ni dalili ya kwamba tunazo sababu zote za kumuunga mkono Daktari Samia katika maeneo mengi ambayo yameshasemwa. Afya amefanya vizuri sana, amefanya vizuri sana katika elimu, amefanya vizuri sana katika utalii, amefanya vizuri sana katika kilimo ambacho kinaifanya Tanzania kuwa na chakula cha kutosha na ziada ya kuuza nchi za nje kwa kutoa msaada ya ruzuku kwa wakulima. Hayo ndiyo mambo ya kujivunia, lakini bila kusahau raha iliyoelezwa ya vilabu vya mpira ambavyo vile vinawafurahisha Watanzania, vikiwemo kilabu cha waziri mkuu, cha Simba na cha wananchi. Vyote vimekuwa ni mchango mkubwa katika kuleta raha na furaha katika nchi yetu, na Rais Samia amewasaidia na kuwatia moyo na kuwapa hamasa ili waendelee kuhakikisha kwamba furaha inapatikana na kazi inaendelea kutimiza kitu kinaitwa kazi na utu. Kazi na utu. Sasa hayo mambo ndiyo yamefanya Chama cha Mapinduzi kimlete Samia kwenu. Kabla sijamaliza,
nataka niwakumbushe ushauri wa baba wa taifa aliousema kwa Chama cha Mapinduzi. Alisema na namnukuru, mkitaka kuchagua mgombea, sikilizeni wananchi wanasemaje. Tumemchagua Rais Samia kwa sababu wananchi wa Tanzania wanasema wamenufaika na uongozi wake kwa muda wa miaka mingapi? 4. Hiyo ndio sauti ya watu, na wingi wa watu wanaokuja kwenye mikutano pamoja na nyinyi mlioko hapa ni ushahidi ya kwamba Mama Samia rais wetu anakubaliwa na wananchi, na sisi chaguo letu CCM lilikuwa chaguo sahihi. Baada ya maelezo hayo, sasa nawauliza, wangapi wanaungana na CCM katika kumuunga mkono Samia? Wangapi watampigia kura kesho kwa kutiki? Basi baada ya maelezo hayo na uhakika wenu huo, natumia nafasi hii kumwomba mgombea wetu